kawaida. Ukikaa pengine kwa mfano baba na mama wamekaa, alafu ukagundua anachokisema mwenzako wewe ukubaliani nacho, hutakiwi kukipinga mbele ya mtoto, kwa sababu tayari mtoto anaanza kugundua kumbe hawa. Nishai kushuhudia walikuwa wazazi wanamuonya mtoto kwenye jambo zuri tu, wakati baba anamalizia akasema unakuwa kama mwanamke. Sasa anasahau kwamba huyu mke wake ni mwanamke. Unaona? Maana mtoto alikuwa anaonywa ni wa kiume. Kwa hiyo ule ugomvi wakajikuta wamemwacha mtoto, wakageukiana, mama ndio maneno gani sasa unaongea wewe hapa mbele ya yule mtoto. Sasa ni vizuri pale ambapo wazazi wanatofautiana, wao wamalize hizo tofauti kwanza, ndipo waone namna ya kumuongoza huyu. Sasa kama wao wenyewe hawawezi, watu wapo kwenye kila kitu, kuna wataalamu na kama hivyo viongozi wengine wa dini, wengine wataalamu kwa kusomea kama hivyo wa saikolojia. Nadhani hilo ndio kubwa, ili kusudi ikienda kwa mtoto iwe ni kauli moja ambayo hawa wazazi kumekuwa na give and take, kila mmoja ameona hiki hapa ndio sahihi. Naelewa kabisa kwamba mtoto anaweza kawa anataka hiki, lakini pia mtoto sasa mwisho wa siku lazima na yeye asikilizwe. Kwa mfano tumeona, nafikiri hata nyinyi mnaona hiyo mifano mingi sasa hizi. Mtoto unamlazimisha akasomee kitu fulani, anasomea na siku akimaliza cheti anakupa. Afa akwambia cheti chako hiki hapa. Si unajisikiaje? Afa anaenda kufanya kitu kingine tofauti na kile ambacho amesomea. Sasa haya ndio mambo ambayo wazazi lazima tukubali kwamba kuna flexibility na pia kuwasikiliza watoto.